Tanzania inakabiliwa na changamoto mpya ya kifedha kadri mataifa makubwa yanavyoimarisha kanuni za kifedha na kudumisha utawala wa dola ya Marekani. Wanauchumi wanawaonya viongozi kwamba masharti ya IMF na mabadiliko ya kodi ya kimataifa yanaweza kupunguza uhuru wa nchi kuamua sera zake za kiuchumi. Maafisa na wasomi wanahoji iwapo Tanzania inapaswa kuangalia mfumo wa akiba ya dhahabu na kuungana na BRICS, hatua inayoweza kurejesha uhuru wa sera za kifedha. Programu ya IMF zikiwemo Extended Credit Facility ECF na Reliance and Sustainability Facility RSF zimeisaidia Tanzania kudumisha udhabiti na uchumi na kupona. Hii ni baada ya janga la COVID-19. Hata hivyo, masharti yanayohusiana na kodi, ruzuku za mafuta na matumizi ya fedha za serikali yanaingilia uhuru wa nchi kupanga bajeti. Profesa Humphrey Moshi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anasema mikakati kama hii hutusaidia kudhibiti mfumuko wa bei na kuimarisha shilingi, lakini pia huja na maagizo yasiyoendana na uhalisia wetu. Iwapo kila uamuzi wa kifedha unaotegemea mapitio ya utendaji kutoka Washington au Brussels, uhuru unakuwa kujadiliana tu. Mataifa ya Magharibi yanasukuma utekelezaji wa kiwango cha chini cha kodi ya makampuni duniani cha 15% ili kuzuia kukwepa kodi. Hii inaweza kudhoofisha uwezo wa Tanzania kuvutia wawekezaji kupitia motisha za kodi. Afisa wa Wizara ya Fedha anabainisha, tunahatarisha kupoteza nyenzo chache tulizobaki nazo za kushawishi wawekezaji. Tukitoa msamaha wa kodi, tunahojiwa na wakopeshaji, lakini tukikubali kiwango cha chini cha kimataifa, tunazuiliwa zaidi. Makubaliano haya yanatarajiwa kuanza kutekelezwa mwaka 2026 na mawaziri wa Afrika wamesisitiza kwamba nchi zinazoendelea zizingatie usawa. BRICS, Brazil, Urusi, India, China, Afrika ya Kusini inakuza taasisi mbadala kama New Development Bank NDB na BRICS Pay, mfumo wa malipo ya kidijitali unaolenga kupunguza utegemezi wa dola. Profesa Pantaleo Kesi anasema utofauti ni muhimu. Biashara yetu na China, India na Afrika ya Kusini tayari ni kubwa kuliko na Ulaya. Ni busara kuangalia mfumo unaoendana na washirika wetu halisi wa kiuchumi, amesema. Dhahabu inachangia takribani 45% ya mapato ya mauzo ya nje ya Tanzania, na Benki Kuu inaendelea kuongeza akiba yake. Mfumo wa akiba unaoungwa na dhahabu unaweza kupunguza hatari za mfumuko wa dola na kuimarisha shilingi. Hata hivyo, wachambuzi wanakumbusha, dhahabu inaleta usalama, lakini ni injini ya ukuaji. Akiba ni bima, si chanzo cha mapato. Changamoto ni jinsi ya kuiunganisha kwenye mkakati mpana wa kifedha. Kuelekea BRICS au mfumo wa akiba ya dhahabu kungekuwa mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijiopolitiki. Tanzania inaweza kupata uhuru zaidi, lakini pia inaweza kukabiliwa na mtiririko wa mtaji nje au ongezeko la gharama za kukopa iwapo Magharibi wataona hatua hizi kama uasi wa kisiasa. IMF na Benki ya Dunia bado ni wafadhili wakuu wa miradi ya miundombinu na kijamii. Kujiondoa ghafla kunaweza kuvuruga mipango ya kifedha na matumizi ya kijamii. Wataalamu wanashauri Tanzania iendelee ushirikiano na mifumo ya kifedha ya kikanda na BRICS, huku ikiendeleza mazungumzo na washirika wa jadi. Profesa Moshi amesema, uhuru sio kujitenga, ni uwezo wa kuchagua bila kulazimishwa, kinacholinda maslahi ya taifa. Mfumo wa financial non-alignment unaoweza kurahisisha kuongeza akiba ya dhahabu na sarafu zisizo na dola, lakini pia kufanya mikataba ya mabadilishano ya fedha ndani ya SADC na Afrika ya Mashariki, pia kufadhili miundombinu kupitia benki za BRICS na fursa za kikanda. Aidha ni kubaki IMF, Benki ya Dunia, lakini pia kudai unyumbufu mkubwa wa masharti. Hii ingeweza kufanya Tanzania kuwa daraja kati ya mifumo ya kifedha duniani badala
ya mchezaji anayetumiwa. Udhibiti wa sarafu, mikopo na kodi ni sawa na udhibiti wa hatima ya taifa. Tanzania inaweza kuchanganya nidhamu ya fedha na mkakati wa utofauti wa ushirikiano. Dhahabu inaweza kujenga imani. BRICS inaweza kuongeza nafasi ya sera. Lakini sarafu halisi ya uhuru ni uwezo wa taasisi kubuni, kutetea na kufadhili ajenda ya maendeleo. Kadri mifumo ya kifedha ya Magharibi inavyozidi kukaza, changamoto za Tanzania ni kuendelea kuwa wazi kwa ulimwengu bila kumilikiwa na ulimwengu huo. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.